Vijana wamehimizwa kujiepusha na visa vya uhuni kwa vile wao ndio utegemeo la familia zao katika siku zijazo. Akiongea huko Kitale wakati wa ufunguzi wa hafla ya ushauri wa umma ya siku 2, kamishna wa tume ya uchaguzi Alutalala Mukhwana aliwatahadharisha kuwa uchaguzi mkuu huenda ukaathirika pakubwa endapo ghasia za kisiasa zitaendelea kushuhudiwa nchini. Joshua Joel anatufahamisha zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Bwana alisema tabia ya kwa kodi na kuwachochea vijana kuzua ghasia kwa lengo la kujipatia umaarufu wa kisiasa huenda ikaathiri pakubwa uchaguzi mkuu ujao. Viongozi wetu wa kisiasa wakome kuwa ni wenye kuwasajili vijana katika kushiriki uhuni, kwa sababu unaposhiriki katika uhuni unavunja sheria, na iwapo hatutaweza kusimamisha uhuni, hali ya uchaguzi haitakuwa nzuri. Wamama wataogopa kuja kupiga kura, vijana wengi watakuwa wako jela wakati wa kura kwa kushiriki uhuni, na kura kwa ujumla haitakuwa na idadi nzuri. Kwingineko, wazee wa Mijikenda Kaya wamekashifu waziri wa zamani Chirau Ali Makwere kutokana na uhusiano wake na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kudai kuwa msemaji wa jamii ya Mijikenda. Tunalaani kitendo na kauli ya Makwere kukutana na Gachagua akimleta nyanjani akidai ya kwamba sisi wa Mijikenda tuko nyuma yake, tunamkubali Gachagua kama mpinzani. Kitendo hicho sisi tunakilani na wala sisi hatuko pamoja naye. Sisi kama wazee wa Makaya tunataka kuweka appointment, tunataka tukakutane na rais Ikulu kama vile wenzetu wengine wa kutoka matabaka mbalimbali wanavyokwenda Ikulu, wakakutana na rais na wakasimulia matatizo yao. Wakati huo huo, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amepuuzilia mbali pendekezo la baadhi ya viongozi wa kisiasa la kutenga kaunti ya Kiambu kutoka eneo la Mlima Kenya au kuigawa kaunti hiyo mara 2, akisema mapendekezo hayo yamechochewa kisiasa. Kuja hesabu madarasa kama hiyo, Wamatangi ana hesabu ya watoto ndani ya kaunti mzima, na hakuna darasa imeandikwa East ama West ama wapi. Darasa yote imeandikwa Kiambu County. Ama namna gani jameni? Na umoja yetu ndio nguvu yetu, ama namna gani? Tumeenda tumepangiwa kule Nairobi, wanaona kama hii nguvu yetu itatupeleka mahali tuseme kitu tukiwa kitu kimoja. Hatimaye wapiga kura wamehimizwa kuwachagua viongozi zaidi wa kike kwenye uchaguzi mkuu ujao ili kuafiki lengo la uwakilishi ya theluthi 2 kuambatana na katiba. If the constitution says that about 2/3 rule means that 1/3 of the cabinet, 1/3 of appointments must go to women. But do you see it, young people? Do you see it anywhere? You don't even see it in the issue of gubernatorial seats. How many governors do we have in Kenya? Hardly 10 out of 47. Nikiripotia Kurunzi, jina langu ni Joshua Joel.